Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hiyo tuna neno fupi ambao tutakaozungumzieko, na neno ambao tutakaozungumzia inasema kuhusu ufalme. Inasema kuhusu ufalme, manake ndio ambao neno tutakaozungumzieko. Kwa kuwa nimeona ni vema nizungumzie kuhusu ufalme, kwa kuwa nikampenda Kristo akasema ya kuwa nendeni mkawatangazie watu habari njema kuhusu ufalme. Maki tukitangazia wa maskini, wafungwa kufunguliwa, na kwa pia nakuja kutangazia kuhusu ufalme. Ndio habari ambayo niliyokuletea kwako au ambao kuna nisikiliza. Habari njema kwako ni kuhusu ufalme. Na kwa hiyo tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 13. Ndo panasema hivi. Mathayo sura 6 mstari wa 13 panasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tunarudilia, panasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hapa tunasikia panasemekana kuhusu habari ya ufalme. Nami pia nakuletea, nilisema tutazungumzia kuhusu habari ya ufalme. Kwa hiyo hapa hivi anasema kuhusu kutafutisha kwanza ufalme, lakini nakubidi kwanza ujue huo ufalme. Ujue ufalme, kwa kuwa usiende katafutisha vienee isio vya kutafutika. Kwa hiyo hapa hivi anasema kuhusu kutafutisha huo ufalme. Wewe unaweza zania mbasimu utenda utafutishe, kumbe ufalme ushakuya. Kwa hiyo utapenda wende utafute, kumbe ufalme ushakuya. Kwa hiyo na ndio maana nimekuletea habari za ufalme. Kwa hiyo hapa hivi tunasikia ya kuwa anazungumza tafuteni kwanza ufalme, na hayo yote mtazidishiwa. Hayo mengine ambayo alikuwa anasema ni vile vitu maki ile haja ya bini unataka. Naweza sema pesa, gari, nyumba na vingine. Akasema hayo yote mtazidishiwa. Lakini nimependa kwanza ujue ya kuwa ufalme ni maki, nikisema kwanza mfalme ni mtu. Lakini ukisikia ufalme ni mtu mwenye anaongoza batu. Maki tukisema ufalme manake pako mwana bashimamia. Kwa hiyo ndio maana nauza nikakwambia mfalme wala ufalme uko na mwenye nawe. Sasa na kwa hiyo mimi nipenda kuletea habari ya kusema kuhusu ufalme, na mfalme mwenyewe ndo Kristo. Ndo mfalme. Kwa hiyo ndo mfalme ambaye niko nataka kuzungumzia hapa. Kwa hiyo lakini kama kuna ufalme wa Kristo na kuna ingine ufalme ambayo sio wa Kristo. Maana tujue wala ujue kuna ingine ufalme ambayo sio wa Kristo. Sasa na kwa hiyo Kristo kama alikuja ni kwa kuwa akuje aoneshe ufalme wake katika ile ingine ufalme. Maana atoe walio wake mwa ile ingine ufalme awalete katika ufalme wake. Na ndio maana Kristo akakuya. Lakini kusema uingie katika ufalme wake ni kitu kimoja kile wewe ambao uko unanisikiliza inaomba ufanye. Na ni kitu gani? Inakubidi kumwamini tu Kristo. Maana ukimwamini utakuwa uko mwa ile ufalme wake. Maana ufalme wa pendo lake utajikutanisha ndani. Kupitia njia gani? Ya imani, kumwamini huyu Kristo. Lakini kama umwamini, sijui kama unaweza kuwa katika ufalme wake. Sijui kama umwamini. Lakini ukimwamini Kristo utajikutanisha ndani ya ufalme wake. Na kwa hiyo hapa hivi akaagiza wanafunzi kwa kusema ya kuwa wamaki watangaze habari njema kuhusu ufalme. Lakini kuna kina alikuwa ataka kumaanisha ya kuwa ule ufalme ambao utakwenda sema, maana kuna mtu ambaye
anataka kuleta ufalme wake, na huo ufalme sio baseme ngo mpaka uonekane juu. Ufalme wa Kristo au kukuwa unaonekana kumacho. Ufalme wake ilikuwa yeye ni kutawala. Kutawala ni vitu ya vionekani. Ndio maana ukiangalia pale kwa Pilato, kuna neno ambayo aliyosema, akamwambia ya kuwa ufalme wake si wa hapa chini ya jua. Mimi watu kwa zania ufalme wake ni wa hapa, lakini ufalme wa Kristo haikuwa wa hapa. Ufalme wake ilikuwa ni kutawala ndani. Kwa kuwa anaishi ndani, alikuwa anataka kutawala ndani. Manake akutawale wewe kama vile Mkristo. Kwa kuwa kuna vitu ambavyo vinavyo kutawala, vyenye hautaki, manake hauvitaki, maybe na kutawala. Sasa yeye alikuwa anapenda akuye aikale muweye, aanze tawala sasa. Na ndio maana somo yangu hapa hivi nimesema kuhusu ufalme. Na ukiangalia vizuri ufalme, je, tuko nao wala hatuna ufalme? Lakini ndugu yangu, habari njema ambayo nitakao kuambia, huyo ufalme uko nayo. Uko na huo ufalme. Na unaishi na ufalme. Na unatembea na mfalme. Maki unatembea naye. Niweza ujijue tu, kizuri ujielewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutasoma kitabu kingine nikuoneshe kuhusu ufalme. Tutasoma katika Luka sura ya 12 mstari wa 13 panasema hivi, msiogope enyi kundi ndogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Panarudilia tena panasema hivi, msiogope enyi kundi ndogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Hapa hivi anazungumza akisema ngo msiogope, juu ukipanda pale yulu tena utasikia ile neno utafuteni tena. Anasema kuhusu ufalme kutafuta, lakini kimujibu we kama vile we hauwezi kaweza kumtafutisha huyu Kristo ngo ujue. Ndio maana ye alikutafuta, ye mwenyewe ndo alikutafuta akakukuta mubini ulikuwa ndani, na mpaka sasa ako na kutafuta we ambaye bado hujamwamini upate kumwamini. Na ndio maana nimekuletea habari kuhusu ufalme, kwa kuwa tu kimwamini akutoe katika ile ufalme nyingine, niseme ufalme wa giza, akuweke katika ufalme wa nuru na upate kumulika. Kwa hiyo ndio maana hapa hivi unasikia anasema ya kuwa ngo ameona ni vyema akawapa ule ufalme, akawapatia ule Kristo jua ikale na apate kututawala. Tusifanye tena vitu, manake isikuwe sendo be tutafanza, bali kuwe ni Kristo ndio ambaye atakayetuongoza. Na kwa hiyo ndio maana nimekuletea hii somo ya kusema kuhusu ufalme. Kwa saizi Kristo ako ndani, anaikala hivi, ni mfalme. Kwa hiyo Kristo kwa saizi ni mfalme, anaikala ndani yako kwa yule ambaye alimpokea. Kama ulishampokea nakaa, na kama bado hujampokea ni vizuri tu kwa gisi unasikia, kwa kuwa imani inakuja kwa kusikia. Hivi uko namsikia huyu Kristo, ukimwamini tu unampokea ndani mwako, pale pale unageuziwa kuwa mwana mu watoto wake. Na kwa hiyo ufalme unafanya nini? Unaanza kuya. Na ndio maana hautenda tena kutafuta. Ufalme ndio ulikutafuta. Maana niseme mfalme mwenyewe alikuja akakutafuta wewe. Akakutafuta mu vitu ulikuwa ndani. Na kwa sababu ndio maana hii andiko ya mwisho hapa hivi nasema kuhusu ameona ni vyema apatie ufalme, ameona ni vyema atupatie huyu Kristo. Na hivi anaikala musie, ndio mfalme ambaye anaituongoza. Kwa hiyo kitu ambacho ningetaka tu kukuambia ndugu yangu ambao uko unanisikiliza, na usiogope ya kuwa kama umemwamini tu directement jina yako imeshaandikiwa. Ulishaandikiwa. Na pasiko mtu ambaye atakaye kuja akudanganya kwambie ngo jina yako wataivuta. Ngo jina yako mbaseme ngo kitenda zambi ngo jina yako wanaivuta. Sasa Yesu atakuwa sa vile maake atalinganishwa na mwanadamu. Yeye akikuandika na nakuandika, ila tu kimoya unisikie, uliishi neno lake. Kimoya tu uliishi neno lake, uishi kama vile mfalme. Na ndio maana Paulo akasema, je,
katuendelee tunatenda zambi ili neema izidi, kwa kuwa alikuwa anajua kuna siri neiko ambayo ukijua ukijua hakuna kitu kinaweza kikakutenga na upendo wa Mungu, hakuna. Na ndio maana kwa ufalme pasiko kwamba atakaye kuja kudanganya anze kuambia maseme ngoa ukifanya makosa ngo Yesu anakuvuta. Na ndio maana mingi kwa saa hizi bako wanomba ngo baba niandike katika kitabu, baba unikumbuke katika ufalme. Au juu ya kwa ufalme uko muwe na unatembea na Kristo na unalia tena ngo niandike katika kitabu chako na uko naye. Si kama unanipata wala unanielewa. Uko naye afu nalia tena mbaseme ngo niandike, wala ngo nijikute katika ufalme wa uko naye. Mfalme mwenyewe uko naye. Wetu ni ile ujitambue, ujielewe, niko naye, chunga nitembe kama vile mfalme. Kwa hiyo ndugu yangu, nimependa kuletea habari kuhusu ufalme, kwa kuwa wewe ni mwana wa ufalme, na wewe niseme wewe uko mwana wa ufalme, inakubidi uishi kama vile mfalme. Na pasiko ambaye atakaye kudanganya ya kuwa ngo pakwe si kama tunaelewana.